Aje, naitwa Kefa Chemo Call, kama vile kawaida mnanijua. Leo siku nyingine bado ningetaka siku ya 7 ambayo namba ya Mungu. Ningependa sana kuhimiza na kufunza kitu ambayo ni sana special kwa wazazi. Manake katika gym ile kitu napitia mood na wanafunzi sana. Na wanafunzi napodili nao, sio wengi wanakuja ni wazuri, lakini wanatoka hapo wakiwa wamebadilika wakiwa wazuri. Na ni jambo sana kubwa nataka pia wazazi wajiulize maswali. Ni kwa nini mtoto kutoka kwake kwa nyumba na kukanyaga katika gym mahali niko, anakuja akiwa mtu ambaye hajielewi na ni mtu ambaye anafanya vitu ambavyo hazistahili. Lakini akitoka hapo anakuwa ni mtu anajielewa na ni mtu anafanya vitu na anakuwa ni mtu responsible. Anafanya kitu ambacho inatakikana katika umati. Ni sababu mahali nimepitia ndio kitu nikifunza, manake through ile kitu nimepitia najua huyu kijana namwambia nini. So leo ningetaka kuhimiza sana kwa wazazi waweze kujua mtoto anapokuwa anabadilika, ama usiwahi kujaribu kutumia nguvu kubadilisha mtoto. Manake yeye anajua amekuwa na miaka yote unajua bado yeye ni mtoto. So hapo ndio kunaleta shida katikati ya mzazi na mtu mwanawe. So kile tu ningependa kueleza mzazi, katika maisha kila mtu ako na majukumu. Mtoto anapokuwa yeye sasa amekuwa, unaona amekuwa, unampatia pia nafasi yake. So unafaa pia wewe kumsikiza. Manake amekuwa, amekutana na wenzake, hata kama ni kwa shule, mahali ameketi, amekutana na wenzake, kuna vitu ameongea, kuna vitu anaona hata sasa hivi katika TV. Manake nadhani watoto wa sasa hivi na wakati zile zetu, watoto wa sasa hivi wanaishi katika maisha ya .com. Vitu mingi sana wanaona, vitu mingi wanapitia katika mitandao, TV. So ningetaka sana watu wajue kuwa mtoto anapokuwa anajua yeye amekuwa. So mpe nafasi pia aweze kujieleza. Inapatiaga uhusiano mzuri kati ya mzazi na mtoto. Lakini kila wakati ukimwonyesha mtoto wewe ndo mzazi, yeye anafaa kufanya vile wewe unataka. Unajua sisi kulelewa kwetu na wazazi jinsi walivyolelewa na maisha ya watoto ambao wamelelewa sasa hivi kuna tofauti kubwa sana. So ningependa sana kama ni mzazi unasikiza mtoto na mtoto pia atakuwa na nafasi ya kukusikiza. So mtapata nyumba mnaishi na amani, mnaishi na upendo. Lakini kila wakati ukisema wewe ndio kusema, hiyo italeta pingamizi kubwa sana, hata mtoto pengine hautawahi kumuona tena. Pengine hautawahi kumuona ni sababu serikali pia haichoki kuandika maaskari. Na askari ameandikwa Special Kenya Police, Administration Police, Prison Warder. Wameandikwa sababu ya nchi kuweka amani, ndio mtoto asitoke chini na kuja kusumbua.